Baada ya miaka mingi ya ushindi chini ya Yoshua, Israeli walikuwa wamepoteza kitu muhimu zaidi, kumbukumbu za Mungu. Wahakimu saa 2:10 inasema, na kizazi hicho chote kikakusanyika kwa baba zao, na baada yao kukasimama kizazi kingine kisichomjua Bwana, wala yale matendo aliyoyafanya kwa ajili ya Israeli. Hii ni hadithi ya mzunguko wa kutisha ambao unaendelea hadi leo. Katika sura hii ya Wahakimu, tutaona jinsi Israeli walivyoingia katika mzunguko wa dhambi, mateso, kulia, wokovu na utulivu, halafu kurudi tena kwenye dhambi. Ni mzunguko ambao haujakoma, na ni mzunguko ambao unaweza kuwa ukiendelea katika maisha yako mwenyewe. Lakini kwanza hebu tuone ni nini kilipotea. Mstari wa 7 unasema, na watu wakamtumikia Bwana siku zote za maisha ya Yoshua na siku zote za maisha ya wazee waliobakia baada ya Yoshua. Lakini kisha kitu kibaya sana kikatokea. Yoshua na kizazi chake chote walikufa. Na kizazi kipya hakikumjua Bwana. Hii si tu kusema hawakumjua jina lake, walisahau matendo yake makuu. Walisahau namna alivyowaongoza katika jangwa. Walisahau namna alivyowashinda Wamisri. Walisahau namna kuta za Yeriko zilivyoanguka. Walisahau yote. Na pale walipojisahau ndipo uchungu ulianza. Malaika wa Bwana alipanda kutoka Gilgali, mahali ambapo Israeli walifanya tohara na kusherehekea Pasaka kwa mara ya kwanza katika nchi ya ahadi, hadi Bokimu. Jina Bokimu lina maana waliokuwa wakilia. Hii ilikuwa sehemu ambayo iliitwa kwa sababu ya machozi ya toba. Malaika aliwaambia, niliwaongoza kutoka Misri na kuwaleta katika nchi niliyowapa baba zenu. Nilisema, sitavunja agano langu nanyi milele. Nanyi msifanye agano na wakazi wa nchi hii, mtazivunja madhabahu zao. Lakini hamkunisikiliza sauti yangu. Hapa tunasoma mahubiri ya kero, mahubiri ambayo yanaonyesha namna Israeli walivyovunja agano lao na Mungu. Aya ya 3 ni muhimu sana hii. Kwa hiyo nalisema, sitawafukuza mbele yenu, watakuwa kama miiba katika upande wenu, na miungu yao itakuwa mtego kwenu. Mungu hakuwa akiapa kuwaadhibu, alikuwa akiwaonyesha matokeo ya asili ya uchaguzi wao. Wakati tunapochagua kuasi dhidi ya Mungu, maadui ambao angaliwafukuza wanakuwa changamoto za kudumu katika maisha yetu. Aya ya 4 inasema, na ikawa malaika wa Bwana alipokuwa akisema maneno haya kwa watoto wote wa Israeli, watu wakalia kwa sauti. Hii ilikuwa sio tu machozi ya huzuni, bali machozi ya toba. Lakini kama tutaona, toba hii haikuwa ya kudumu. Kuna jambo muhimu sana ambalo wengi hawawezi kulichunguza kwa kina katika hadithi hii, ni kwa nini kila kizazi kipya kilikuwa kinamwasi Mungu. Jibu liko katika aya ya 10, na kizazi hicho chote kikakusanyika kwa baba zao, na baada yao kukasimama kizazi kingine kisichomjua Bwana, wala yale matendo aliyoyafanya kwa ajili ya Israeli. Kizazi cha Yoshua kilikufa bila kuwaacha watoto wao uelewa kamili wa Mungu. Lakini hii haikuwa kwa bahati mbaya, ilikuwa kwa sababu ya kutoshindwa kulinda amri ya Mungu katika Kumbukumbu 6:6-7, na maneno haya, ninayokuamuru leo yawe moyoni mwako, na uyafundishe watoto wako kwa bidii, na uyazungumze uketipo nyumbani mwako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uamkapo. Baba zao walishindwa kufanya kazi muhimu ya kumpa kila kizazi cha kipya uelewa wa namna Mungu alivyowaongoza na kuwaokoa. Kizazi cha Yoshua kilijua kwa uzoefu, walimuona Mungu akifanya maajabu. Lakini watoto wao walijua tu kwa habari. Na pale ambapo kuna tu habari bila uzoefu wa kibinafsi wa Mungu, hapo ndipo uasi hujaa. Sasa tuone mzunguko ambao unajulikana kama mzunguko wa Wahakimu. Ni mzunguko wenye hatua 5: dhambi, mateso, kulia, wokovu na utulivu. Halafu kurudi tena kwenye dhambi. Aya 11-13, na watoto wa Israeli wakafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana na kumtumikia Mabaali. Na wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao na wakafuata miungu mingine na kuinama. Hii ndiyo hatua ya kwanza, dhambi. Israeli hawakuchagua tu kutomtumikia Mungu, walichagua kumtumikia mwingine. Aya 14-15, na hasira ya Bwana ikawaka dhidi ya Israeli, naye akawatia mikononi mwa wateka nyara, na hawakuweza tena kusimama mbele ya maadui zao. Hii ndiyo hatua ya pili, mateso. Mungu aliwaruhusu maadui zao kuwashinda. Aya 18, na Bwana alipowachagulia wahakimu, Bwana alikuwa pamoja na huyo mhakimu. Lakini kwanza walilazimika kufika hatua ya 3, kulia. Walikuwa wanapiga kelele kwa Mungu kwa sababu ya mateso yao.
Halafu hatua ya 4, wokovu. Mungu aliwachagulia mhakimu kuwaokoa. Na hatua ya 5, utulivu. Nchi ikawa na amani. Lakini halafu mhakimu alikufa, na aya 19, lakini ikawa mhakimu alipokufa, walirudi na kufanya mabaya zaidi kuliko baba zao. Mzunguko ukaanza tena, na kila mara ukaongezeka ubaya zaidi. Wanyamapori wa msituni walishuhudia mzunguko huu wa uchungu, na walishangaa jinsi binadamu walivyoweza kusahau upesi upesi. Nimeshuhudia mzunguko huu mara nyingi kutoka angani. Israeli wanapata uhuru, halafu wanasahau haraka sana. Ni jambo la kushangaza. Hata sisi tunafikiri mara mbili kabla ya kusahau aliyetupatia maji na chakula. Lakini wanapata fursa nyingi za kugeuka. Hata baada ya mateso makubwa, Mungu bado anawasamehe. Ndiyo, lakini mzunguko huu haujaisha. Kila mhakimu anapofariki, wanazidi kuwa wabaya kuliko kabla. Labda ni kwa sababu hawafundishi watoto wao. Kila kizazi kinaanza upya bila kujua yale yaliyopita. Hii ni adhabu ya kusahau. Kizazi kinachosahau ni kizazi kinachorudia makosa yale yale. Mzunguko wa wahakimu haujamaliza. Unaendelea katika maisha ya kila mmoja wetu leo. Je, umeshaona mzunguko huu katika maisha yako? Unapatia dhambi, kisha unapata matokeo mabaya, kisha unalia kwa Mungu, Mungu anakuokoa, kisha unasahau na kurudi kwenye dhambi ile ile. Huu ni mzunguko ambao wengi wetu tunajua vizuri sana. Lakini kuna njia ya kuuvunja mzunguko huu. Kwanza, tunahitaji kukumbuka. Andika chini matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Msimulia watoto wenu. Waambie jinsi Mungu alivyowaongoza, alivyowasaidia, alivyowaokoa. Kama Israeli walivyoshindwa kufanya, usiwe na kiburi cha kufikiri utakumbuka bila jitihada. Pili, elewa kwamba mzunguko huu ni wa kimatatizo. Kila mara unarudi kwenye dhambi, inakuwa ngumu zaidi kuondoka. Aya 19 inasema Israeli walifanya mabaya zaidi kuliko baba zao. Dhambi haijui kuongezeka tu, inajua kubaki ngumu zaidi. Tatu, amini kwamba Mungu yu tayari kukuokoa kila wakati. Aya 18 inasema Bwana alikuwa pamoja na huyo mhakimu na akawaokoa mikononi mwa maadui zao. Hii inamaanisha kwamba Mungu hawachoki kutuokoa hata tukimsahau. Lakini tunahitaji kumwita kwa moyo wa toba ya kweli, si tu kwa sababu ya mateso. Tuombe. Baba wa anga, tunakiri kwamba sisi pia tumeingia katika mzunguko wa dhambi na kusahau. Tumekutenda dhambi, tumepata mateso, tumekuita, umetuokoa, kisha tumesahau na kurudi tena kwenye dhambi. Lakini leo tunakuomba utusaidie kuvunja mzunguko huu. Tusaidie kukumbuka matendo yako makuu katika maisha yetu. Tusaidie kuwafundisha watoto wetu na kizazi kinachokuja jinsi unavyopenda na kuongoza. Tusaidie kuwa na toba ya kweli, si tu kwa sababu ya mateso, bali kwa sababu tunajua ni nani wewe. Tukumbushe kwamba wewe ni Mungu wa agano, Mungu ambaye hawavunji ahadi zako hata tukizivunja zetu. Katika jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.